أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, rehma zake na amani zimwendee Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunamshukuru yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwezesha kutukutanisha tena hivi leo katika ukumbi huu tunaokutana katika darasa zetu hizi za Ramadhani, na alhamdulillah mshukuru yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa tawfiki yake. Leo biidhnillah tunategemea itakuwa ndio darasa yetu ya mwisho katika mwezi huu wa Ramadhani, sababu Jumatatu biidhnillah inaweza ikawa ni siku ya Eid na inaweza ikawa mwezi 30. Sasa tutalifunga leo kama darasa la Ramadhani, na inshallah tutaendelea baada ya 6 Shawwal. Tena darasa letu litarudi katika siku za kawaida za Alhamisi, hii ya kuwa kila siku itakuwa tunahitimisha leo, kwa sababu hii ni rasmi kwa mwezi huu wa Ramadhani. Na leo tutaangalia yale mambo ambayo yanayofuata baada ya Ramadhani, kama ambavyo ilivyokuwa imefahamishwa au inafahamika kwamba tunayo ibada ya Ramadhani, lakini inapomalizika ibada ya Ramadhani, basi yapo ambayo yanayofuata ambayo mengine tunawajibika kuyafanya, na mengine ni katika mambo mema yaliyokuwa yamependelewa zaidi watu wayafanye. Miongoni mwa mambo ambayo tunayowajibika ni jambo la zakatul fitri. Zakatul fitri ni jambo ambalo limefaradhishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, amelieleza katika hadithi iliyosimuliwa na Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, na masahaba wengine pia amezielezea. Zakatul fitri, anasema Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, anasema faradha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amefaradhisha Mtume sallallahu alayhi wasallam zakatul fitri kwa lengo la tuhurati liswaimi, kumsafisha mfungaji. Funga zetu tunazijua, kila mmoja anajua funga yake na yale ambayo tunayokutana nayo katika jamii zetu. Kwa hiyo tuhuratul liswaimi min al-lagwi wal-rafath, kwanza ni kumsafisha mfungaji katika upuuzi na machafu na laghawi mbalimbali ambazo zilizompitikia akiwa yeye yupo katika funga. Basi ile funga ili iweka sawa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuwekea hii kuisafisha na yote ambayo yana mapungufu katika funga zetu tulizofunga. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema watu'mati lilmasakin, pia ni chakula kwa ajili ya kuwalisha maskini. Kama tunavyofahamu, tunatofautiana katika daraja na hadhi mbalimbali. Basi katika maisha hivyo, wapo watu hali zao ni ngumu hapa mjini na maeneo mengine mbalimbali, majirani zetu, ndugu zetu, jamaa zetu, ala kulli hali zao zinakuwa ngumu za kimaisha, kiasi kwamba kula yao inakuwa hapa na pale, haina uhakika. Sasa ile siku ya Eid basi ni kuwazuia ghinahum ani suali, jambo la kuombaomba, lakini pia kuamka na wasiwasi na hivi, basi kuwapa utulivu siku ile ya Eid, ili wawe katika hali nzuri ya furaha ya Eid iwe nao wanayo, basi kuwe kuna chochote ambacho walichokipa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akafafanua kama anavyoeleza Abdullah ibn Abbas, man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulat, atakayetekeleza ibada hii ya zakatul fitri kabla ya salatu al-Eid,
inakuwa ni zaka ambayo ilikuwa yenye kukubaliwa. Lakini waman addaha ba'da salati fa hiya sadaqatun min as-sadaqat, atakaitoa baada salati al-Eid itakuwa tena ni sadaka tu ya kawaida. Kwa hiyo zakatul fitri malengo lake ni kutusafisha sisi wenyewe na mapungufu mbalimbali ambayo tulioyafanya au yaliyojitokeza katika funga zetu hizi. Hilo ni kubwa kabisa la kazi ya zakatul fitri. Funga tunatembea, tunatizama, tunazungumza, tunayafanya na tunapunguza mengine hayapaswi kupunguza na hivi. Lakini ndio binadamu unatupitikia. Mtume swalla sallam kwa kulitambua hilo na kuona tupo katika hali ya namna hiyo, basi akatuwekea jambo hili la kulifanya ili iweze kutusafisha. Lakini pia tu'matu lil masakin, kusaidia ndugu zetu wasiojiweza na hali zao na mazingira yao, na wao siku ile ya Eid waweze kuchangamka, waweze kukaa katika sura mzuri, waweze kuwa na wao wajumuike kabisa katika furaha ile ambayo inayotakiwa. Kwa hiyo hii ni miongoni mwa kazi na fawaida ya zakatul fitr. Kwa hiyo tujipange sasa, mimi na wewe, kuhakikisha tunaifanya ibada hiyo. Na zakatul fitri kama ambavyo ilivyoelezwa na maswahaba, kiasi chake wanatoa kiasi gani na walikuwa wanaitoa wakati gani, maswahaba wameielezea. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anasema faradha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amefaradhisha Mtume sallallahu alayhi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin au sa'an min sha'iri, pishi moja ya tende ama pishi moja ya shairi. Hivi ala al-abdi, anawajibika kutoa hiyo, awe mtumwa, wal hurri, awe mtu upo huru, wadhakari, mwanamume, wal untha, na mwanamke, wasaghiri, mtoto mdogo, wal kabiri, na mtu mzima, minal muslimina, katika Waislamu. Kwa hiyo utaona hii zaka imejumuisha watu wote. Ndio zaka ama ndio ibada ambayo pekee, ibada zote zinakuwa wajibu kwa mtu kuwa baligh au kuwa mtu mzima, lakini zakatul fitri haiko hivyo. Zakatul fitri mtoto mdogo tu anawajibika na yeye atoe zaka, kama yeye mwenyewe anachomiliki. Kwa mfano, mtoto labda amefiwa na wazee wake, lakini wazee wake wameacha vitu, basi itatolewa katika mali yake. Kama mtoto mdogo ambaye tunamlea, itatolewa. Mtoto mdogo wako kwa yeye mwenyewe, utamtolea zaka. Kwa hiyo utaona namna gani ambavyo imeweza kujumuisha mtoto mdogo. Mtumwa anawajibika kutoa zaka ya kawaida, mtume hawajibiki kutoa mtumwa kwa sababu hana anachomiliki, lakini zakatul fitri mtumwa naye anawajibika kutoa. Na Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu katika hadithi yake anasimulia kuwa anatoa pishi min tamri, min sha'irin au aqat, au maziwa walikuwa anatoa, anasema hadha kunna ta'amuna fi dhaka al-yawm, kwamba hivyo ndio vilikuwa vyakula vyao katika siku hizo. Kwa hali hiyo zakatul fitri itakuwa bora na itakuwa ni sawasawa zaidi ikitolewa kama chakula. Zakatul fitri ikitolewa kama chakula itakuwa ni bora zaidi. Na kuna maneno mengi ambayo wanachuoni au yameingia au tunayo sasa hivi tunafahamu. Zakatul fitri anatakiwa apewe mwenye uhitaji, kama ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallam tu'matu lil masakin, ni kwa ajili ya kuwalisha. Ile siku awe na furaha. Ili awe na furaha, mtu kwanza awe ana uhakika wa kula yake siku ile. Hili ni jambo muhimu sana, mtu kuwa na furaha. Mtu hawezi kuwa na furaha kama uhakika wa kula unakuwa mdogo au haupo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam
kwa kuliona hili ndio ikafaradhishwa kwao wapewe wale wenye uhitaji, na wenye uhitaji hawa wapo wanaotakiwa kupewa. Kwa hiyo wapewe hawa maskini katika sura ya namna hiyo. Na wanachuoni au kwa zama zetu, kwa mazingira tulionayo, ndio ikaonekana mahitaji ya pesa yamekuwa makubwa zaidi, au sasa hivi hitajio la pesa ni kubwa zaidi kuliko hitajio la chakula. Kwa hiyo mtu atakapokirimiwa kupewa pesa, basi anakuwa kwake inaweza kuwa ni furaha zaidi kuliko kukirimiwa kupewa chakula. Kuna maneno mbalimbali baina ya wanachuoni, lakini kupita kauli ya kati na kati basi, kwa sababu katika maimamu wetu mashuhuri wanne, Imamu Abu Hanifa yeye amepita na kuona kwamba kutoa thamani ya chakula katika zakatul fitri inafaa, lakini lau watu kama watatoa vyakula itakuwa bora zaidi, na watakuwa wameweza kutekeleza kile ambacho kinachotakiwa zaidi, sababu wahitaji wale wanakuwa wapo. Changamoto pengine tu atakapopewa yule ambaye sio mhitaji, ndio ataona kwamba mimi unaniletea hii chakula ya nini, nitakula nini, nitapika nini, si nitafanya vipi. Lakini mhitaji utakapompelekea ile chakula, hatowaza mimi nitapika vipi. Yeye atatafuta namna ya kuweza kufanya kupika, kwa sababu hiyo chakula yenyewe alikuwa hana. Kwa hiyo unavyompelekea yeye, swala zima la kupika liko mikononi mwake, sio liko mikononi mwako wewe ambaye unayetoa. Kwa hiyo itakuwa ni bora zaidi, na ndio maana wanahitajika wapewe wale ambao wenye sifa. Sasa humu mijini pengine mtu anajichanganya tu na anaonekana ana sifa ya kupewa, kumbe hana, na matokeo yake akipewa ndo anaona sasa hii chakula nikaimwage, nikafanya vipi, nitapika vipi, nitafanya hivi. Chakula kipewa, kama una uhitaji utapika tu, utajua tu, utapata nyenzo za kuweza kupikia. Hutauliza kitoweo utapata wapi, wala hutauliza kuni utapata wapi, maadamu ulikuwa huna uhakika wa chakula na umepewa utapata. Kwa hiyo inahimizwa na kusisitizwa itolewe chakula, lakini hatushadidii kwa wale ambao wanaoona kwamba watoe katika sura ya thamani, basi watoe vile vile. Almuhimu ni kuwepesisha jambo hili liweze kuwa jepesi, lakini pia kuwawepesishia wale wahitaji. Almuhimu wapewe wenye uhitaji. Hilo ndio jambo muhimu la kuzingatia. Na takriban inakadiriwa kwa thamani ya chakula ya mchele kilo 2.5 kwa pishi, kwa vipimo vyetu vya hivi sasa, kizingatia na pishi wakati ule, kwa vipimo vyetu takriban inakuwa ni kilo 2.5. Kwa hiyo inaweza kuwa kwa thamani ya mchele bora au wa standard ya kawaida ya kati na kati, sio wa chini sana, sio wa juu sana. Kilo 2.5 inaweza kuwa 5,000, inaweza kuwa 6,000 katika maeneo, maana hapa Dar es Salaam bei pia zinatofautiana. Bei za kwetu tuliopo maeneo yale ya Manzese haiwezi kuwa sawa pengine na wanaoishi Magomeni, pengine wanaoishi Tabata, wengine wanaishi Gongo la Mboto, Chanika. Unaweza kukuta sisi tunanunua 3,000, wenzetu wengine wananunua 5,000, wengine kilo moja 1,500, 1,000, quality safi kabisa. Kwa hiyo kwa mujibu wa maeneo yako ni kuangalia standard ya kile ambacho wewe unachokitumia, ndicho ambacho inachobidi kitolewe. Kwa hiyo thamani yake, kama ikibidi kutoa thamani, utathaminisha kama ni 3,000, maana yake 3,000 mara 2.5 itakuwa ni kiasi gani? Kama 15,000, kama ni 3,000 mara 2.5, maana kama 7,500. Kama 2,000 itakuwa 5,000 kama hivyo takriban. Kama 4,000 itakuwa 10,000. Inategemea bei ya mchele ambao watu wanapoishi kiasi ya namna hiyo, na utaratibu unatakiwa ujitolee wewe mwenyewe na wote ambao unaowasimamia mahitaji yako yako chini yao. Wanafakatu iyali, mahitaji matumizi ya wale ambao wewe unaosimamia, unaokaa nao pale, muda wako unakaa nao wewe, wawe watoto wako au si watoto wako, lakini wewe mahitaji yao yako chini yao wewe, yako wao wanahitaji wewe ndo wanakutegemea, wewe ndo msimamizi wao, wewe ndo mwendeshaji wa maisha yao, basi unatakiwa uwatolee katika sura ya namna hiyo. Na masharti makubwa ni mtu kupata cha ziada, na ziada hii imezingatiwa tu lailatun wa yaumul Eid, usiku na mchana wa Eid. Yani usiku wa Eid na mchana wake ule, mahitaji yako wewe muhimu unayohitaji wewe na familia yako yamekamilika, basi kilichozidi unatakiwa ukitolee zakatul fitri.
bila kuzingatia hali yako ya maisha yako ya kila siku. Tunachozingatia siku ile ukoje wewe. Ukipata ziada unatoa zakat. Na ndio maana hata yule anayepewa zakatul fitri na yeye pia itafika wakati anawajibika kutoa zakatul fitri kama alichopewa kimezidi mahitaji yake. Kimezidi mahitaji yake. Kwa mfano yeye mahitaji yake labda 5,000 au 6,000 au 10,000, na katika kusanya alizopokea ziko 20,000 au 25,000 mathalan, au kama chakula kilo 3, kilo 4, kilo 5, mahitaji yake naye amepokea na zaidi ya kilo 8 watu waliompelekea, basi na yeye anawajibika atoe zakatul fitri. Muda wa zakatul fitri bado upo. Kwa hiyo ni kigezo kikubwa ni kuzingatia hali ya usiku wa Eid. Mwezi umeandama, kwa mfano mwezi 29 mwezi umeandama, ama mwezi 30 tumekamilisha siku 30, basi usiku unaangalia hali yako, mahitaji yako, na mchana ule wa Eid mahitaji yako, basi wewe unawajibika kutoa zakatul fitri. Na lingine kuidiriki Ramadhani na kuidiriki Eid, ili mtu awe ana sifa ya kutoa zakatul fitri au kutolewa zakatul fitri, basi awe amediriki vitu vyote viwili, Ramadhani ameiwahi na Eid ameiwahi. Na mfano rahisi wanachuoni wanaotolea, mtoto ambaye amezaliwa mwezi 29 saa 11 ya jioni kabla jua halijazama, mwezi umeandama, mwezi ule 29 jua likazama, Lailatul Eid ikafika, mtoto yule akafariki saa 1 au saa 3 ule usiku wa Eid, mtoto huyo anatakiwa atolewe zakatul fitri, kwa sababu Ramadhani ameiwahi na Eid nayo ameiwahi. Kwa hiyo maadamu amewahi hiyo, basi anatakiwa awepo katika hisabu ya zakatul fitri. Lakini kinyume chake, mtu amefunga, awe mtu mzima, mtoto mdogo, au vyovyote, amefunga mpaka mwezi 29 saa 11 amefariki, jua halikuwahi kuzama, siku ile mwezi umeandama, baada ya kuzama jua, huyu hawajibiki kutolewa zakatul fitri kwa sababu Lailatul Eid hakuiwahi. Huyu hawajibiki kutolewa zakatul fitri kwa sababu Lailatul Eid hakuiwahi, japo Ramadhani ameiwahi. Ili zakatul fitri iwe anatakiwa kutoa, lazima awahi Ramadhani aiwahi na Eidul Fitri aweze kuiwahi vile vile. Na hivyo hivyo kama mtu atakuwa ameoa mchana wa Ramadhani, labda mwezi 29 yaingia Lailatul Eid na hivi, basi mke yule unatakiwa umtolee zakatul fitri katika sura ya namna hiyo. Haya ni miongoni mwa masharti yanayozingatiwa katika zakatul fitri. Hivyo ndio vigezo muhimu kabisa ambavyo vinavyotakiwa kuzingatiwa. Kwa hiyo hilo ni moja ambalo tulilokuwa tumeona tulizungumzie katika darasa yetu hii ya leo. Jambo lingine linalofuata baada ya Ramadhani ni swala zima la swala ya Eid. Swala ya Eid tunajua tunaswali, kwa hiyo ni jukumu letu kwenda kuswali swala ya Eid, na tutoke tukiwa tumevaa vizuri na familia zetu na watoto wetu ala kulli hali. Na swala za Eid zinavyoswaliwa kama vile viwanjani, hata kina mama wanapokuwa katika siku zao, na wao pia wanayo ruhusa ya kwenda kuhudhuria. Walichokuwa wamekatazwa wao ni swala zima la kushiriki tu ibada ya swala. Kwa hiyo hivi ni katika jumla ya vitu ambavyo vilivyokuwa vinafuata baada ya Ramadhani. Lakini pia lingine ambalo ni muhimu sana ni sitati Shawwal. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi iliyosimuliwa na Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu kwamba anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sama Ramadhan wa atbahu 6 min Shawwal kana kasiyami dahar, atakayefunga funga ya Ramadhani na akafuatiza kufunga siku 6 za mfungo mosi, basi funga yake hiyo inakuwa kama amefunga mwaka mzima. Kwa hiyo funga hizi za 6 kwanza siku 6 tu, na zipo ndani ya mfungo mosi. 6 min Shawwal, hizi zipo ndani ya mfungo mosi, zinafungwa ndani ya mfungo mosi. Ukimalizika mfungo mosi, siku hizi zinakuwa zimeshakupita.
Kwa hiyo utaratibu ni kufunga, na wala si lazima ufuatanishe mara baada ya Idi, lakini kunakuwa na changamoto tunapoiacha sasa, nitafunga tu maadamu mfungo mosi upo nitafunga. Basi ataswifu, ndio nasema ataswifu, kuahirisha kila siku, ataswifu, nitafunga nitafanya hivi. Matokeo yake ukija kukistuka mwezi 25 26 mfungo mosi tena uwezi kuzipata siku sita, na kanuni lazima ziwe siku sita. Ukifunga siku 5 hujazipata siku sita. Kwa hiyo tunahimizana kufunga siku hizi 6 mara tutakapomaliza Ramadhani. Kimaliza Idi, watu wajitahidi kuweza kufunga. Ni fadhila kubwa kabisa, ikiwa ni fadhila ya kuhesabiwa wewe umefunga mwaka mzima kwa kuzifunga tu Ramadhani. Umefunga alafu ukaja ukafunga siku hizi 6. Kwa hiyo hili ndio darasa letu fupi la leo, kuyazungumzia hayo tu, yale yanayofuata baada ya mwezi wa Ramadhani. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sijui kama kuna michango yoyote. Sheikh hapa anazungumza kwamba sauti ilikuwa chini. Wallahi. Naam Said. Leo ukitaja nadhani hivyo kwa saumu zetu za Ramadhani tutaala kufanya samaya wao ambazo zinakuwa zinafanywa na hivi huyu hajibiki pia hapa inakuwa swala la hawajibiki kwa sababu hakuiwahi ambaye hakuiwahi Ramadhani, hakuiwahi Lailatul Eid, kwa sababu wakati wa wajib wa zakatul fitri ni kuingia Lailatul Eid, kuingia Eid. Pale ndo wajibu unakuwa umefanya nini, umeingia. Kabla ya wakati wa Eid, Eid inakuwa bado, zakatul fitri inakuwa bado haijawajibika. Kwa hali hiyo, huyu ambaye amefariki masaa machache kabla ya kumalizika Ramadhani, yeye Lailatul Eid hajaiwahi, na kwa hiyo sharti lile anakuwa amelikosa. Ama swala la kwamba hizi funga hazipandishwi isipokuwa kwa zakatul fitri, hii hadithi ipo, inazungumzwa na wanachuoni, na usahihi wake baadhi ya wanachuoni wanautilia mashaka kwa namna moja ama nyingine, na tujalie kama ipo, maadamu sharti ni kuwahi Lailatul Eid na yeye hakuiwahi Lailatul Eid, basi inakuwa yeye kwake uwajibu ule unakuwa haupo, sababu ili aweze kutoa atoe, na ndio maana inabidi itolewe baina ya kuandama mwezi na kuswaliwa Salatul Eid, na yeye hakuwahi yoyote. Kwa hiyo ule uwajibu kwake unakuwa haupo. Hili ndilo ambalo linalozingatiwa maadamu amekosa kigezo. Sasa ibada yake ya Ramadhani ikoje na zakatul fitri ndio ambayo inayorufaisha? Mwenyezi Mungu ndo anayejua namna gani ambavyo anavyozipokea ibada za waja wake katika sura ya namna hiyo. Zakatul fitri wakati wake ni huo, lakini je, kuitoa kabla ya Eid inakuwaje? Abdullah ibn Umar anasema walikuwa wanatoa wao bi yaumin au yaumaini kabla. Unaweza kutoa siku moja au siku mbili kabla ya kuingia usiku wa Eid. Kwa hiyo mtu unaweza ukatoa hata mwezi 28, 29, muda wa kuona jijua mimi wajibu wangu kutoa ni kiasi hiki, basi unatoa, unajipanga, basi yule anayepewa anajua, na yeye anakuwa anajipanga vizuri kujua, na ndio maana na yeye kama amepata zaidi, basi na yeye anakuja anafanya nini. Kwa hiyo anaweza kupewa zakatul fitri mwezi 29 ikatoka kabla mwezi, taarifa za mwezi hazijapatikana kuandama, ama mwezi 28 vile vile zikatoka vile vile zakatul fitri. Na somo mjini humu na salatul Eid tunawahi mapema katika taratibu. Eid al-Fitri inatakiwa ichelewe kuswaliwa ili watu wafanye zoezi la nini, kutoa zakatul fitri. Lakini sasa hapa mjini Eid zetu zote mbili tunaswali saa 1:30. Eid al-Fitri saa 1:30 na Eid al-Adha saa 1:30. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto ile kuweza kukamilisha. Kwa hiyo bora kutoa mapema kabla pengine muandamo haujaandama, na maadamu masahaba walikuwa wanafanya hivyo, wao kama walikuwa wanafanya hivyo,
wamepata maelekezo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam Sheikh. Na hizo kabisa haina condition ya mtumiaji. Mfano umempa mtumiaji afu akaikeep. Au labda wewe una mwezi leo. Mfano idi yako ni leo, yule idi yake kesho. Almuhimu idi, na ndio maana ukasema wanaopewa ile zakatul fitri tu'matun lilmasakini. Ukimpa we mwenye uhitaji, maanake huyu mtu ana matatizo siku ile ile, hata kula yake ni shida, kwa sababu maskini maanake kula yake ni shida. Kwa hiyo utakapompa yeye hawezi akasema hii ngojeza mimi niweke nije kutumia. Si umempa chakula ambacho yeye hana chakula siku ile ya Idi, kwa nini atakiahirisha? Hawezi kukiahirisha. Lakini ukiona mtu anaahirisha, basi unajua huyu hana sifa ya nini, hana sifa ya kupewa. Hiyo ndio namna ambavyo ile ya kuiangalia hiyo moja. Sasa vipi kama hivi tunavyopishana, wana wengine leo mwezi 27 tunaamka 20 na ngapi, 28. Kwa hiyo pengine Idi wengine, kwa mfano tujalie wengine Idi itakuwa Jumapili, maana wengine mwezi 29 na Jumamosi, kwa hiyo Idi yake ni Jumapili, unaona. Kwa hiyo unampa mtu ambaye, je, umpe mtu wa Idi ya Jumapili au umpe mtu wa Idi ya Jumatatu? Kitu muhimu ni kuangalia uhitaji tu, uhitaji wake. Na wewe maadamu unatambua hiyo ni siku ya Idi, asiwe mkabidhi yeye atakayoitumia siku ya Idi. Kaza kaipiga dawa. Naam. Kaza kaila dawa. Kama wa siku nyingine, basi tafuta yule bora zaidi, tafuta yule ambaye unajua huyu ataswali na swali kesho, basi utampa. Mahitaji ya swala ya tu'matu lilmasakin wa ghinahum ani suali, ndo hadithi inavyojieleza kabisa. Mahitaji ni siku ya Idi. Sasa wewe umempa mwezi 29 kama ambavyo kina Abdullah bin Umar walikuwa wanafanya nini, wanatoa chakula, yeye hana, amekitumia. Hii tena haiji tena swali kwa kweli kwamba bwana chakula tumekupa ya zakati, hii nilikupa zakati, na ukimpa ni muhimu bwana zakatul fitr, lakini sasa yeye ndo mtu wa shida. Kwa hiyo kile ndo umempa siku ile ndo itaje, basi kwako wewe dhima inakuwa imefanya nini, kwa hiyo dhima inakuwa imemalizika. Kasuru. Wa alaykum salaam. Hapana, ambaye sio Muislamu. Ile hadithi imetaja al-abdi wal-hurru was-saghiri wal-kabiri wal-dhakari wal-untha minal muslim. Kasema kabisa minal muslim, kwa sharti lazima wawe, sababu ibada yote hawezi kuifanya isipokuwa awe Muislamu. Kwa hiyo mfanyakazi wako ambaye sio Muislamu hakuwajibiki wewe, kwa sababu yeye sio Muislamu. Kwa hiyo hawajibiki yeye kutoa ibada hiyo, hata akifanya tangi kwa mwenyewe, maana yake mwenyewe hawajibiki kutoa, kwa sababu tu yeye bado sio Muislamu. Nyingine tunakuwa na jamaa zetu wako nje za nchi, kama nchi za Ulaya au Marekani, wao wanakosa namna ya kutoa zaka kwao, wana mmoja au mwingine wanatumia huko kwa zole huko. Hiyo ni waseme sume vipo kutafuta wao au ni sawa. Zakatul mali na zakatul fitri inapendeza itolewe pale ambapo wewe unapoishi, sababu wale watu ndio unaoamiliana nao na ndio unawajua na namna hii. Lakini inawezekana pengine wakakosekana, kama wakati wa Abdullah bin Umar, Umar bin Abdul Aziz, walikosekana watu wa kupewa nini, hakuna maskini. Serikali ilivyokuwa ya uadilifu, hakuna maskini wa kupewa zaka, ili watafute huko, wasafiri miji na huku na kule, wapatikane watu ambao wanastahili kupewa. Pengine ni tabu, unaweza kuwa katika mji wa watu unashindwa kujua hawa ni maskini au maskini itawapata wapi. Katika hali ya namna hiyo, basi unaweza ukasafirisha. Lakini pia pengine katika jamii zako unaweza kupeleka katika mji ambao katika jamaa zako karibu ambao wana shida, unafahamika, hiyo haina tatizo. Vile vile wewe uko hapa, jamaa zako wako mikoani ambao unajua hawa wana shida, hasa ni maskini, wanahitaji nini, wanahitaji kupewa, basi wale ni bora zaidi kuwapa. Na kwa hiyo kusafirisha hivyo, kwa sababu kwanza wale unavyowapa, kwanza umetekeleza zaka, la pili umeunga nini, umeunga udugu. Kwa hiyo hiyo inakuwa ipo vile vile. Kuna swali? Naam Sheikh.
hilo kwenye jamaa wewe una kama let's say watu wako kuna watu 10 unawapeleka zaka, lakini ndio unajamaa kama watatu, lakini hii kuigawanya watu watano kama mtu mmoja na watu mwingine kama mtu wa pili. Unaweza zaka yote unaweza kumpa mtu mmoja tu kwanza, ya watu wako wote wa nyumbani unaweza kumpelekea mtu mmoja tu, na unaweza hapo kwa mujibu wa uhitaji ukampeleka watu 3 4 kama hivi. Watu wa nyumbani wako 6 7, kwa kiasi hiki tawapelekea watu 3, basi kagawanya, inakubalika vile vile. Hapa kuna swali limekuja kwamba je, kwa mzee ambaye hakuweza kufunga Ramadhani ikibidi atoe fidia, je, huyu anapaswa kutoa zakatul fitri? Swala la kufunga Ramadhani sio sharti kutoa zakatul fitri. Kama tulivyozungumza, sharti ni kuwahi Ramadhani na kuwahi Idi, ndio sharti. Kama ambavyo mtoto mdogo anatolewa, mtoto mdogo naye pia hafanya nini? Hafungi Ramadhani. Unaona? Lakini zakatul fitri anafanya nini? Sasa mtu mzima ameshindwa kufunga, mtu mzima huyu ametoa fidia kwa sababu ya hali ya afya yake, au mama mjamzito au mama ananyonyesha, mshindwa kufunga kwa hali ya namna hiyo. Kama ilivyokuja, swala ni kwamba zaka kwa mwanamume, kwa mtumwa, kwa mdogo, kwa mkubwa, kwa hiyo wote wanatakiwa wafanye nini? Kwa hiyo na yeye pamoja na kutofunga anawajibika kutoa zakatul fitri, kwa sababu kufunga Ramadhani sio sharti la kutoa nini? Zakatul fitri. Sharti la kutolewa zakatul fitri ama kutoa ni kuiwahi Ramadhani na kuiwahi nini? Na kuiwahi Idi, na kuweza kupata kinachozidi mahitaji yako na matumizi yako la Idi. Sasa na mzee kama anakuwajibikia wewe, maana yake ni wajibu wako pia kumtolea vile vile zakatul fitri. Kwa hiyo tulikuwa tunajibu swali lilokuwepo katika kama wewe kufunga tu ana udhuru wote hakufunga, yani Ramadhani ya kufunga. Sasa yes, ndio wajibu wake yeye mwenyewe. Yani yupo kwako anakula kwa hakufunga. Kwa hiyo ameamua Ramadhani asifunge, akaamua kufunga, lakini hili la kufunga wajibu ni wake yeye, lakini wewe ni msimamizi wake. Sijui umefanya juhudi gani mpaka, lakini yapo swali hili limekuja kwa sababu unaunganisha. Nimeulizwa swali hili, limeulizwa, tunapokea maswali mengi. Liko swali kwamba baba hafungi, hana sababu yoyote, lakini watoto wake wanafunga. Kwa analazimishwa baba anunue nini? Tari na nunue dawa. Kwa hiyo hapo katika jamii zetu hapo watu wengine anaamua tu sifunge. Unaona? Sasa mtu mpaka kufikia yeye hafungi, maana huyo mtu Uislamu wake huo una mashaka kidogo. Kwa hiyo tunasita kuweza kusema inafaa kumtolea au haifai kumtolea, maana tunapata mashaka hata uhakika wa Uislamu wake. Maana kwa sababu hafungi kwa sababu gani? Tatu ni haswi tu au basi amefanya namna hiyo. Sala kule hali kwa kuwa wewe unamlisha, sasa anakula wapi? Au madamu wewe humpi kula, anajua mwenyewe kwenda kula huko, anajichanganya tu kwenye nani ya watu chakula, yeye akosi tu kula, au sio? Atapata tu kula. Utatimiza wajibu wako, sio umepungua kwako, sasa ukaufanya ubao, lakini tutalifanyia kazi zaidi hivi tukipata maelezo zaidi tanani. Naam Sheikh. au kijana anafanya kazi, ana mshahara tuseme, anakipata, alafu sasa anaamua bwana, mimi nitajibia, anajibia mwenyewe sababu au anamjia mdogo wake au mama anamjia kiasi, hiyo ni kazi. Hakuna tatizo, mwenye uwezo wa kutoa anatoa. Wewe unamtolea yule ambaye hana uwezo. Kwa hiyo kwa mfano shida ni yake, isipokuwa kwa mfano mke wewe unawajibika. Mke anaweza kuwa ana uwezo anao, lakini wewe ndio umtolee, na wewe usipomtolea wewe ndio mwenye jukumu. Mke hapo akiamua yeye mwenyewe kutoa,
kuna tatizo akatoa. Lakini akiamua asitoe, yeye anafanya kazi, ana mshahara na nini, lakini wewe utamtolea. Lakini mtoto wako kwa mfano anajitegemea na nini, ndio unatakiwa umsimamie na kumfundisha kwamba unatakiwa sasa wewe ufanye nini, utoe zaka. Hata kama anaishi kwako, wajibu ule, maadamu yeye uwezo wa kujiendesha, wa kujisimamia anao, anatakiwa azoeshwe. Sasa wewe unapomtolea unamzoesha vibaya, kwa sababu atakuwa anazoea yeye mtu wa kutolewa tu kila siku, wakati ameshafikia wajibu wa kufanya nini, wa yeye kutoa. Ikiwa mtoto mdogo, unaona hapa kuna mtoto mdogo anawajibika itoe zaka yeye katika mali yake yeye mwenyewe. Hata mtoto mdogo kama anacho inabidi atoe yeye mwenyewe. Vipi yule ambaye tayari ameshafanya nini, ameshakuwa na wajibu huo anao? Wajibu huo anao. Mke ni wajibu wako wewe, kwa sababu ule ni wajibu wako, kama ambavyo ilivyo kumlisha mke. Hata kama uwezo wa kununua chakula anao, lakini wewe ndio mwenye wajibu wa kufanya nini, akiamua yeye kusaidia mahitaji ya nyumbani, hilo ni mimbabi tabarru. Naam sheikh. Wa alaikum salam. Sijakaa vizuri katika dini kabla ya swali hili la kabisa. Naam. Kwamba sema kwamba baba yake alisema baba hafungi, watoto wanafunga. Baba ndio mmiliki wa dini. Sheria inasema yeye kwa sababu hafungi kwa jeuri yake, maana kama hana sababu yoyote. Kwa hiyo funga inamwajibikia na zakatul fitri inamwajibikia. Kwa hiyo vyote anatakiwa kuwajibika. Lakini ameamua kuchagua funga hakufunga, sawa sawa tu. Sisi tunawajibika tufunge, lakini tunawajibika tuswali. Kuna watu wengine kuswali hawafanyi nini, hawaswali, lakini kufunga anafunga. Wajibu wa kufunga upo na wajibu wa swala hivyo hivyo. Wajibu wa yeye kama baba wa kutoa zaka yake mwenyewe na watoto wake anao. Wajibu wa yeye wa kufunga yeye mwenyewe binafsi anao. Ameacha kufunga kwa uwasi wake au kwa jeuri yake juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Zakatul fitr akatoa yeye mwenyewe na akatolea watoto wake. Majibikia hawezi kutoa na akatoa. Swala kwa nini hakufunga, hilo ataenda kujibu mbele. Unaweza akabeba dhima mbili kwa wakati. Zote hizo anazibeba kama ilivyokuwa ni wajibu wake mara mbili, maana anao wajibu huo mbili wanao. Sasa asipotekeleza maana yake yote ana. Kwa mfano akaamua asitoe zakatul fitr na kufunga kwenye hakufanya nini, hakufunga. Kwa hiyo ataenda kujibu kwa Mwenyezi Mungu kwa yote hayo mawili ambayo hakuyafanya nini, hakuyatekeleza na ameacha kwa jeuri tu yeye. Basi inshallah nadhani huyu ambaye anafunga alafu aswali huyu na anafunga alafu aswali, ambaye anafunga lakini kuswali sio kabisa. Sasa hilo Sio anaswali, yani aswali kabisa. Lakini kufunga anafunga. Hizo ni ibada mbili tofauti. Ibada ya funga ni ibada nyingine na ibada ya swala ni ibada nyingine. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema awwalu ma yuhasabu al-abdi as-salat. Ibada ya kwanza kuangaliwa mja siku ya kiyama ni nini? Ni swala. Idha salahat, ikikaa sawa swala, salaha amaluhu, ibada zake zote ndo zitakuwa sawa, zitazingatiwa. Wa idha fasadat, ikiharibika swala, fasadat amaluhu, au kama kala Rasul, ibada zake zote zitakuwa zimefanya nini? Zimeharibikiwa. Juzi tuliulizwa swali kama hilo pale msikitini kwetu, tukaambia kwa mfano, shehe wewe unataka kusajili laini. Ili usajili laini inabidi uwe na nini? Cha NIDA. Kama NIDA huna utasajili laini katika hali ya kawaida. Umekwenda pale au umekuja hapa, tuko hapa kwenye kampuni yetu ya simu hapa. Kama wewe laini ya NIDA, kitambulisho cha NIDA huna, utasajili laini. Kila kitu na simu unayo na hela ya kununulia unayo na kila kitu unacho pale. Simu pengine ya gharama kubwa kabisa, lakini kitambulisho umefanya nini? NIDA umekosa. Au sio? Utafanya nini? Utaishia tu na simu yako umekaa nayo na nani yako. Mimi simu nayo na laini nayo, hawataki kunisajili tu. Itakusaidia nini? Sasa hilo ni jambo lingine. Kwa hiyo hatusemi kama funga yake haina nini. Funga ni ibada nyingine
na swala ni ibada nyingine. Lakini unakwenda kule, utaibeba vipi ibada yako hiyo nyingine, kama swala ya kubebea, ambayo swala ndio inafanya nini, ndio inayobeba hizo ibada. Kwa hiyo kufunga, swala ni ibada mbili tofauti. Tena wanachuoni wana maneno makali kabisa katika kitabu cha Safinatu Swalati, Safinatu Najah, wakati tunasoma anasema maji sisi tunatawadha sisi, lakini kuna maji mtu anahitaji kunywa. Basi ikiwa maji yao yatahitajiwa na kiumbe mtukufu, wewe usitawadhe hayo maji. Hayo maji mpe kiumbe afanye nini? Anywe, wewe utayamam. Lakini kama kiumbe wenyewe sio mtukufu, yani hana heshima, hana hadhi, wewe tawadha hayo maji, mwache ule afanyeje? Afe na kiu. Katika viumbe hao ambao hawana sifa ya kupewa maji, mmoja wapo ni mwacha swala. Fikiria mtu mpaka kwamba yani wewe bora ufe, mimi maji haya nitayamam. Yani wewe uwezi ukaacha kutumia maji kwa ajili ya mtu ambaye asiyefanya nini? Si swala. Kwa hiyo tunajipa moyo tu kwa kusema kweli kuacha kutekeleza ibada ya nini? Ya swala. Lakini ibada ya swala ndio msingi, kama ambavyo Mtume amezungumza, salatu imadu dini. Swala ndio msingi wa dini. Lakini kwa sababu tu na jamii, kwa mfano tunavyoichukua, hata funga, mtu anaonekana wa ajabu asiyefunga kuliko ambaye asiyefanya nini? Asiyeswali. Yani kwa sababu wengi hatuswali. Kwa hiyo maadamu wengi hatuswali, basi tunaona hii kutoswali sio shida. Hii kutofunga huko ndio kunakuwa nini? Kufunga ni ibada mara moja tu kwa mwaka, lakini kuswali ni ibada ya kila siku. Lakini watu tunakaa nao hawaswali, tunaishi nao, ndo wazee wetu, ndo jamaa zetu na hivi, na wala hatuoni uzito wowote ile, wala kuwasaidia kuchukua watoto. Tunatakiwa tuchukue watu wakubwa kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala sema yauma yukshafu an saq wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Wataambiwa watu wasujudi mbele ya Allah subhanahu. Moja kigezo cha ni kusujudu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hawato khashiyatan absaruhum tarakum dhilla wa kad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salim. Wanaambia jamani, tuleni tukaswali, bana baadaye, bwana ustazi, baadaye niombee tu hivi na hivi na hivi, maneno mengi. Siku hiyo watashindwa kusujudu. Hiyo ni alama ya kwamba wao watakuwa katika mazingira magumu kabisa. Kwa hiyo ala kulli hali, tujitahidi sana kuhimizana na kuhamasishana katika nani. Kisha Ramadhani tumuombe Mungu, ndo la msingi. Maana bado changamoto iko pale pale. Siku zile tu na swali, funga yangu iende na swala, au si? Bado hivyo. Basi inshallah khair, inshallah. Subhanakallahumma bihamdika.